Shalom shalom, ninawasalimu katika jina la Yesu. Ni wakati mwingine tena tunaendelea kujifunza neno la Mungu. Kama vile ilivyoandikwa katika Mathayo hii 28 na mstari ule wa 16. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya. Galilaya hadi katika mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao walikuwa na mashaka. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu aliahidi kwamba kukaa pamoja na wanafunzi hadi mwisho wa dunia. Unapoanza huduma, mtumishi wa Mungu, unapoitwa, Yesu yuko pamoja nawe kila siku. Kuachana na Yesu mpaka utoke kwenye andiko lake. Ipo sheria katika ulimwengu wa roho. Hata hapa tunapoomba, maombi yetu yanakuwa kule kuna mahakama. Yesu anakuwa upande wetu, anatutetea. Saa zingine mashetani anapeleka mashtaka kwa Mungu. Biblia inasema shetani ni mshtaki wa ndugu zetu. Kuna malaika anayesimamia haki. Kwa sababu maombi yako yakiwa hayana haki mbele za Mungu yanarudishwa. Mimi nilikuwa najua kwenda mbinguni ni rahisi tu kisha okoka, kumbe kuna mchakato. Na nilichofundishwa kwa sasa, asilimia kubwa watu waliookoka wengi hawataenda mbinguni. Ni sheria, shetani anafuatilia kila kitu. Kuna wakala fulani alitoka kule, alikuwa anatutolea siri. Alipokuwa kule walikuwa wanahesabu kila nchi. Walikuwa wanaangalia kwamba sasa hivi kuna uwezo ya watu wangapi kwenda mbinguni. Miaka 2013 alikuwa na uwezo, anaona kwamba kwa nchi wanaweza kupatikana watu kwa siku, hata watu, kwa sababu kule kuzimu wao wanaangalia kwa siku. Leo wanaangalia katika ulimwengu wa roho, wako watu wangapi wanaweza kwenda mbinguni. Ndikia parapanda hata sasa majini anaona mpaka watu watakaoenda mbinguni. Miaka 2013 ilikuwa anaona kama watu 80 au 100 kila nchi. Kama Tanzania hapa watu ni 100. Wakati tuko maelfu na makanisa ni maelfu. Kanisa moja tu hapa Tanzania lina watu hata watu 1500. Lakini katika ulimwengu wa roho wanachunguza watu dunia nzima, Tanzania wanaenda mbinguni ni watu 100 au 80. Ni jinsi gani dunia ilishopotoka na watu wanajiita wanaenda makanisani. Cha kwanza, angalia mawazo unayowaza na mdomo, kile unachokiongea. Ukiongea kinyume tu na utaratibu, tayari kule unahesabiwa una makosa. Na ndio maana tunatakiwa tuombe rehema kila saa. Yesu alisema ombeni kila muda, kushukuru na kuomba. Kwenda mbinguni sio ya kwenda tu kama genge, kama kundi. Nimeshafundishwa, nimekaonyeshwa mambo mengi. Kama nilivyokuambia kwamba hii ni part 6, sasa tunaendelea, hii ni ya 6. Nikaona wale watungaji mamia wanapitishwa kwenye futi fulani, kwenye mshale, wanapita mle, wanapotoka mle wanakuwa watu tofauti. Na ndio maana tunapoingia kwenye mitandao kama TikTok, unaona kwa watumishi wamekuwa wengi sana, kila mtu anahubiri, vijana, wakubwa, wamama. Asilimia kubwa hamna Mungu. Wengi watalitumia jina langu vibaya. Waitwao ni wengi. Wengi wanaitwa na Yesu lakini wakuja kukengeuka. Uwe makini sana na pesa. Pesa isitoe nafasi ya Mungu ndani yako. Mungu hata kuacha ulale njaa hata siku moja. Yesu alipokuwa duniani, alipotoka alisema, duniani mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeshinda ulimwengu. Na aliposhinda ulimwengu, ina maana yuko pamoja nasi kila siku, anahakikisha anatulinda. Yule mtu aliyemtuma ambaye ni Roho Mtakatifu, kila saa malaika wanaweza wakatoka, lakini Roho Mtakatifu yuko nasi kila saa, kila muda. Pesa unayo baba, pesa unayo mama, isikubabaishe sana. Pesa kuwa nayo, magari kuwa nayo, lakini Yesu awe wa kwanza. Kila saa endelea kujitakasa na kuomba. Sio na magenge na makundi. Watu wamepotea sana kwenye urafiki wa kitumishi huu. Sikulazimishi, lakini mimi natoa kama ushuhuda wangu mwenyewe. Ndoto Yesu anatusemesha hatari kubwa iliyoko mbele. Wachungaji wengi wameharibikiwa sana na ndoa. Mtu anapokuwa mtumishi, shetani anamuona. Unapokuwa mtumishi, kuna watu wengine nyuma yako utawavuta. Shetani anaanza kupambana na wewe kupitia hata mke wako.
Haswa tunapooa wanawake pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu, shetani atakuwekea wa kwake ili akusumbue. Lakini Yesu akikupa wa kwake, utafanya kazi ya Yesu na hata kusumbua. Lakini asilimia kubwa wengi tumeshaferi. Na tumeshaferi kwa sababu ya kiongozi wetu wa kiroho. Unapookoka, yule kiongozi wa kiroho unakuta naye anateseka kwenye swala hilo hilo. Na wengine wafuatilii ndoto. Mimi ninachokuambia tu kwamba fuatilia ndoto, zina faida sana. Yesu anasema nasi direction. Alipokufa, alipokata roho Yesu, pazia la hekalu lilikatika vipande vipande. Kipindi kile ilikuwa kuombewa mpaka kuombea kuhani. Sasa hivi haina haja kuhani. Wewe mwenyewe ni kuhani, omba. Yesu anasikia. Hakuna masharti. Hakuna mchungaji, hakuna. Mimi nimpigia mtumishi mmoja yuko Mwanza. Akanikwepa kuniombea. Nilikuwa nimewafuatilia wananikwepa. Mwingine yuko Arusha tena nikaenda kanisa lingine. Hata yeye hakuwa lazi kunisaidia. Amekuja kunisaidia Yesu mwenyewe. Akanikutanisha na mtumishi mwingine ambaye sasa sikutarejea. Anaitwa Paulo. Ambaye hajulikani hata na watu yote. Huyo ndo tulianza kutafasiri ndoto na yeye. Na akawa lazi kuniombea. Akaniombea, nikaanza upya. Nikapata nguvu, nikaanza kufunga. Wachache sana wanaotembea na Roho Mtakatifu, wachache. Makanisa haya mimi nilikuwa najua yote yana Mungu tu, ukikuta kanisa hapana. Majini anakuambia kwamba kwa sasa. Kumbuka 2013 watu walikuwa wanaona hata 80 kama Tanzania 80 ambao wanaweza kwenda mbinguni kwa siku. Sasa huu ni mwaka 2026. Yawezekana mapepo yanaona hata watu 10 tu kwa nchi. Hata wengine anaona asilimia kubwa ni watoto. Mimi nilipoenda kwenye mkutano ule Mbeya, tulikuwa watu kama 700. Usiku Yesu akaniletea ndoto, nikaona watu walioenda mbinguni ni watoto 3. Niliona walikuwa nyuma tu ya kanisa kule. Wengine wote wakatoka nje. Yani nikaona watoto 3 na wapishi kama 3 wa mama walikuwa wanapisha tu ya chakula. Wachungaji walikuwa hapo kama 30 kwenye ule mkutano. Niliona wachungaji kama 3 walioenda. Paka mimi nikaona nimetoka kwenye ule mkutano na mimi nikatoka nje. Nikaona kwenye maana hayo sikwenda mbinguni. Baadaye sasa ndo nikaona nimeshatoka, nikarudi tena sasa. Maana niliona kwenye ukumbi ule, maana tulikuwa kwenye ukumbi. Niliona watu wanatoka wote. Wakabaki 3 tu watoto na kuna wamama tena nikaona 3. Na kwenye kule watumishi nikaona 3. Wakati ulikuwa watumishi wengi. Na mimi nikaona nimetoka kwenye orodha ya watu wa kwenda mbinguni, nikatoka mimi sikutarajiwa kwenda. Lakini baadaye nikajiuliza, nikatoka kwa wale watu wengi nikarudi kwa wale wachache. Ni kama bahati tu au neema. Jichunguze unachowaza, jichunguze unachoongea, jichunguze unachotenda. Ukivifuatilia hivi vitu utakuwa salama. Chunga mawazo, chunga kuongea, chunga unachotenda. Yesu angalii na mapesa na magari, hangaika na kumtafuta. Vitu vyote vinakuja. Tafuteni ufalme wake na vingine tutazidishiwa. Nimetembea kwenye makanisa mengi ni mauongo. Kuna mtumishi mwingine nilimpigia tu kuhusu ndoto. Sikuwa sijui ndoto ngapi. Nilipompigia tu ya kwanza akasema, "Harakisha unanichelewesha." Yaani wao pesa imekuwa kipaumbele. Jina la Yesu nalitumia tu kama nini? Kama kivutio, maana hilo ni jina la samani. Na wapo wengine wapo mtandaoni wanaanza maigizo kuliigiza jina la Yesu kwa ubaya. Kuliigiza vibaya, yani wanaigiza mambo vibaya juu ya jina la Yesu. Ni wakati mbaya sana huu ukiwa una Roho Mtakatifu. Ni wakati mzuri ukiwa na Roho Mtakatifu, hata kama huna mali, huna chochote, ukiwa tu na Roho Mtakatifu, wewe ni jasiri. Wewe ni mtu mzuri. Kule mbinguni kuna vitu vyako, kuna taji nimekusubiria. Unasikia? Ikumbuka hivi. Mwanzo Mungu alikuwa kule na malaika na shetani alikuwa kule, alikuwa Lucifer. Alipoasi alishushwa chini, alitoka na asilimia na seruzi 3. Na maana kama kwenye asilimia 100 alitoka na seruzi 33. Ya nini? Ya malaika kule walioasi. Kabaki asilimia 66. Yesu, Mungu, mpango wake akamtengeneza nani? Adam, ili aisifitishie ile asilimia. Hata sasa kinachotafuta ni asilimia ile 33 kufitiwa. Kufitiwa kule kwenye malaika. Maana hii sisi tukitoka hapa tunakuwa kule badala ya malaika tunaenda kuziba ile pengo.
wale ambao ni malaika wachafu sasa wakina Lucifer ambao wameshaasi, wameshaanguka huko chini. Tunaenda kuziba 33% inayotafutwa. Sasa kumbuka, wewe unatafuta kwenye sehemu ya kuwa malaika, halafu unafanya uzembe. Kwenda mbinguni hawaendi wazembe. Jichunguze makundi unayotembea nayo, acha mzaha. Kwenye mitandao hii watu wanaangalia tu vitu vya mzaha asilimia kubwa. Maigizo, mchezo na ndo zinazoenda viral. Ukituma mahubiri wanaangalia watu wachache. Lakini vitu vya chekesho hivi mpaka serikali wanapewa kipaumbele au kiinua mgongo. Wachekeshaji wanapewa milioni 10, milioni 5 kama furaha. Serikali ni mpango wa adui, sio mpango wa Mungu. Huwezi kuona mtumishi wa Mungu anapewa kipaumbele au kiinua mgongo. Wanateseka tu. Akina Moses Kulola walifanya kazi kubwa, lakini huwezi kusikia. Sasa hivi watu tu wanachegesha tu, afa anapewa kipaumbele, wanasabotiana wao kwa wao. Mbinguni sio lele mama. Mungu azikubariki sana. Tuendelee kufundisha na endelea kufuatilia. Yesu akupe neema. Amen.